Kwa majina naitwa Anthony Edward, ni kocha wa Muonekano Sports Club. Kocha, hongera kwa mchezo, lakini pia hongera kwa ushindi. Umefanikiwa sasa kutinga hatua ya finali. Una lipi la kuzungumza kwa dakika 90 za leo hii nusu finali? Asante sana. Nashukuru kwamba mchezo wetu wa nusu finali ulikuwa mgumu sana, lakini yote kwa yote tumepata pointi 3 kwa maana tumefuzu kwenda hatua finali. Ni jambo ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Makuburi walikuwa na timu nzuri. Nafikiri penalti hazina mwenyewe. Yote kwa yote nafikiri pichi ilieleza na matokeo tumeyapata, tunashukuru Mungu. Muda wote kocha msaidizi alionekana kuwa akizungumza sana muda wa mchezo. Pengine ni wapi ambapo vijana wako walikuwa wanakosea katika dakika 90 mpaka kuondoka bila goli? Nafikiri tumeshambulia kwa nafasi yetu ambayo tulipata nafasi tukashambulia, lakini kocha msaidizi pia na majukumu ni sehemu ya timu. Kwa maana yake aliendelea kuhamasisha vijana kwa sababu mechi ilionekana ndani ya dakika 90 wenzetu walishatuwini katika maeneo ya mbele, kwa maana walitengeneza nafasi nyingi lakini kuweza kuzitumia. Lakini sisi tulitengeneza nafasi chache na pia tuliweza kuzitumia. Kwa yote tumeenda kwenye mkojo wa penalti tukapata pointi 3 kwa kufuzu hatua inayofuata. Mnakwenda finali sasa. Wapinzani wako unawatumia salamu gani sasa ambao wanacheza kesho? Nafikiri finali ni finali. Yote ambaye atafuzu kwenda hatua finali ambaye atakutana na sisi. Kwa hiyo naamini kwamba wajiandae kwa sababu sisi moja ya malengo yetu kutangia tumeanza ya mashindano ni kuweza kucheza finali na kuwa mabingwa. Kwa hiyo wajiandae yote kati ya FK pamoja na Nanga ambao tunacheza nao. Yoyote kati ya huyo atakayeingia finali wajiandae. Mechi itakuwa ngumu lakini tunaamini kabisa sisi tutakuwa mabingwa. Pengine kukutana na timu hizi ambazo mnajuana ndio imesababisha mpaka ushindani umekuwa mkubwa kiasi hiki? Hiyo ni kweli kawaida kwa sababu mashindano timu zikijulikana au zinafahamiana lazima mashindano yawe magumu kwa sababu wachezaji wengi wanatoka katika ukanda huu mmoja. Kwa hiyo lazima ushindani uwe mkubwa sana. Na kipi ambacho umeondoka nacho kuanzia hatua ya awali mpaka leo hii nusu finali? Pengine kuna vijana ambao umewaona? Vijana wako wengi sana ambao wanacheza mpira vizuri. Kikubwa waendelee kusapotiwa na mashindano yawe mengi zaidi ili wapate fursa ya kucheza ili waweze kuendeleza viwango vyao. Shukrani sana, kila laheri kwenye finali. Asante sana.